Hapo jana siku ya Jumatatu, Tehran ilimuita kaimu balozi wa Ukraine na kuwasilisha malalamiko rasmi kuhusu matamshi ya maafisa wa Ukraine waliounga mkono mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Hatua hiyo ilitangazwa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran siku ya Jumatatu. Mapema mwezi uliopita wa Juni, Israel ilishambulia Iran kwa madai kuwa Tehran ilikuwa karibu kukamilisha bomu la nyuklia. Baadaye pia Washington ilijiunga katika kampeni hiyo ya mabomu. Iran ilikanusha madai hayo na ikajibu mashambulizi vikali. Vita hivi vya siku 12 vilimalizika kwa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Marekani wiki iliyopita, ambayo hadi sasa yameheshimiwa. Katika taarifa kwenye tovuti yake rasmi, wizara hiyo ililaani kile ilichokiita ni matamshi yasiyo na msingi yaliyotolewa na baadhi ya maafisa wa Ukraine kuhusu uchokozi wa utawala wa Kizayuni na Marekani dhidi ya Iran. Kwa kuunga mkono uchokozi wa kijeshi wa utawala wa Kizayuni, maafisa wa Ukraine wamepuuza kwa hakika wajibu wao wa kimataifa wa kuheshimu misingi ya madhumuni ya katiba ya Umoja wa Mataifa na mikataba 4 ya Geneva, alisema Shahram, ambaye ni mkuu wa idara ya kwanza ya masuala ya EU-Russia, alipokuwa akizungumza na mwakilishi wa Ukraine. Inaripotiwa kuwa mwanadiplomasia huyo wa Ukraine aliwahakikishia maafisa wa Iran kuwa malalamiko hayo yatafikishwa Kiev bila kuchelewa. Mamlaka za Iran zilitahadharisha Ukraine kuhusu madhara iwapo kile walichokiita ni vitendo vya uhasama na uchokozi vya mara kwa mara vitaendelea. Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran haikutaja majina ya maafisa maalum wa Ukraine au matamshi husika. Lakini hata hivyo, wakati wa vita hivyo vya siku 12, Kiev ililaani rasmi shambulio la kombora la Iran la tarehe 23 Juni kwenye kituo cha kijeshi cha Marekani cha Al Udeida kilichopo huko Qatar. Wizara ya Mambo ya Nje ya Ukraine ilidai kuwa Tehran inashirikiana kwa karibu na Moscow na kwamba wanaeneza kutokuwepo kwa utulivu katika Mashariki ya Kati pamoja na Ulaya. Katika mahojiano na shirika la Sky News wiki iliyopita, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alieleza kuwa uhusiano kati ya Kiev na Tehran ni mgumu sana na akaikosoa Iran kwa kuiunga mkono Urusi. Zelensky alielezea kuunga mkono kampeni ya mashambulizi ya Marekani na Israel, akiita ni hatua yenye nguvu na sahihi. Iran na Moscow wamesisitiza mara kadhaa kuwa ushirikiano wao unaoendelea hauwalengi wahusika wengine, bali unalenga kuimarisha amani, utulivu pamoja na kulinda uhuru na mamlaka yao. Hii ni Habari 24 Channel ambayo tunazidi kukujuza na kukupasha habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia. Kama bado huja subscribe kwenye YouTube channel hii, unaweza ukafanya hivyo kwa kubofya neno subscribe, na utaendelea kupokea habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia.